Karibu mtazamaji wa channel yako pendwa kabisa habari, nikimaanisha Dicky Studio TV, mahali ambapo nakufikishia habari kutoka pande zote za dunia. Na leo tumekuletea habari trending moto kabisa na Musa, afisa habari wa mambo ya nje ya Zanzibar, akiweza kujibu tuhuma zinazosadikika kuwa meli inayopeperusha bendera ya Tanzania kuweza kukamatwa huko nje ikiwa na madawa ya kulevya aina ya cocaine. Na kama unataka undani wa habari hii, basi ungana nami ili niweze kufikishia habari hii kwa undani zaidi. Lakini kabla ya kuendelea, ndugu mtazamaji, nipende tu kukumbusha usisahau kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele hapo chini ili uweze kupata habari zingine moto kutoka hapa channel yako pendwa kabisa habari, nikimaanisha Dicky Studio TV. Na mimi ni mtangazaji wako yule siku zote ambaye anahakikisha napata habari kwa undani na ukweli kabisa, nikimaanisha ni Kambona Khan. Na huu ni undani wa habari hiyo. Baada ya taarifa kusambaa kimataifa kuhusu kukamatwa kwa meli iliyokuwa ikipeperusha bendera ya Tanzania katika operation maalum ya kukabiliana na dawa za kulevya, sasa mamlaka zimeanza kutoa ufafanuzi. Operation hiyo iliyotangazwa hadharani na Rais wa Naibu Bukele El Salvador, ambapo alieleza kuwa jeshi la wahamiaji na nchi hiyo lilifanikiwa kukamata tani kadhaa za dawa za kulevya aina ya cocaine katika bahari ya kimataifa. Hata hivyo, meli iliyokamatwa iliripotiwa kuwa na urefu wa futi 180 na ilikuwa ikipeperusha bendera ya Tanzania, jambo ambalo limeweza kuzua mjadala mkubwa mitandaoni na kwenye vyombo vya habari. Aidha, kutokana na hali hiyo, afisa wa mambo kutoka Zanzibar amejitokeza hadharani kujibu tuhuma hizo na kuafiki kuwa ni kweli meli hiyo ilikuwa imesajiliwa chini ya bendera ya Tanzania, lakini akisisitiza kuwa usajili wa meli haumaanishi moja kwa moja kuwa serikali au mamlaka za Tanzania zilihusika na tukio hilo. Hata hivyo, afisa huyo alieleza kuwa Tanzania, kama zilivyo nchi nyingine duniani, haruhusu meli za kimataifa kusajiliwa chini ya bendera yake kwa mujibu wa sheria za kimataifa za usafiri wa baharini. Hata hivyo, wamiliki halisi wa meli hizo mara nyingi huwa ni makampuni binafsi au watu binafsi kutoka mataifa tofauti. Aidha, ameongeza kuwa mamlaka za Tanzania ziko tayari kushirikiana na vyombo vya kimataifa kufanya uchunguzi wa kina ili kubaini ukweli wa tukio hilo na kuchukua hatua stahiki endapo tu kutakuwa na ukiukwaji wa sheria. Kauli hiyo imeweza kuzua mjadala kabisa mitandaoni, ikiwa imejaa mjadala mizito, huku baadhi ya wananchi wakitaka uwazi zaidi juu ya mchakato wa usajili wa meli na ufuatiliaji wake. Hata hivyo, wachambuzi wa masuala ya usafiri wa baharini wanasema kuwa swala la meli kusajiliwa katika nchi fulani lakini kumilikiwa au kuendeshwa na watu wa mataifa mengine ni jambo la kawaida katika biashara za kimataifa. Mfumo huo hujulikana kama flag of convenience, ambapo meli huchagua kusajiliwa katika nchi yenye masharti nafuu ya kodi au kanuni rahisi. Hata hivyo, tukio hili limefungua mjadala mpana kabisa kuhusu usimamizi, uwajibikaji na taswira ya taifa ya kimataifa. Na wapo wengi wanaamini kuwa ni muhimu kwa mamlaka kuimarisha mifumo ya udhibiti ili kulinda heshima ya nchi. Hadi sasa uchunguzi unaendelea, huku mamlaka zikiahidi kutoa taarifa kadri zitakazopatikana. Lakini Dicky Studio TV inaendelea kufuatilia undani wa habari hii, na usisahau tu, ningependa kukumbusha ndugu mtazamaji, subscribe, share, like na comment ili uweze kupata maendelezo ya habari hii.